Sema Mungu anatafuta mtu. Tuko kipengele kinasema kwa nini Mungu anatafuta mtu. Tunasema anatafuta mtu ili apate kuokoa. Angalia, wana wa Israeli wako utumwani Misri kwa muda wa miaka 400. Hapa tunaposoma ni mwaka wa 430 sasa. Sawa? Yaani kuna watu, wana wa Israeli wametoka kwa amani Kanaani, wamekwenda Misri kwa sababu ya njaa. Walipofika Misri kwa sababu ya njaa, Biblia inasema wamekaa kwa muda wa miaka 400. Miaka 430. Baada ya miaka 430, kuna mtu hapa anazaliwa anaitwa Musa. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mtu anazaliwa, jina lake anapewa, anakuja kuitwa Musa. Unakumbuka historia ya Musa? Sawa? Unakumbuka historia nani? Ya Musa. Musa anapozaliwa, Biblia inatufundisha kitu gani? Katikati ya msimu ambao Farao amechagua kuua watoto wa kiume. Msimu ambao Farao amesema kuanzia sasa watoto wa kiume wafe wa Israeli, kwa sababu wakiendelea kuongezeka, kuna siku moja vita itainuka, au watu watapigana na sisi. Kwa hiyo tufanyeje? Tuwe wazaliwa wa kiume. Ule mpango ulipofanyika, Biblia inasema katikati akazaliwa Musa. Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu. Miezi mitatu hawezi kufichwa tena. Wakamchukua wakamweka kwenye kisafina, wakaenda wakamweka mtoni. Dada yake Musa, Miriam, akakaa pembeni anatazama. Binti Farao akawa anashuka kuoga. Ghafla Musa analia kwenye kisafina. Yule binti akatoka akasema hivi, nikuitie mama yake, mama mmoja wa Israeli akunyonyeshe mtoto. Akaenda akamwita mama yake Musa. Sawa? Biblia inasema hivi, akachukuliwa Musa akaenda kulelewa kwa Farao. Kufundisha Mungu anatafuta nani? Mtu. Miaka 430 karibia. Bado sasa ninaposema pale Musa anapozaliwa bado. Sawa? Ila 400 imefika. Sasa 400 imefika, wana wa Israeli sasa ni watumwa. Walienda kama waheshimiwa, walienda kama watu wa heshima. Wakati wanapokelewa pale, walipokelewa kwa heshima, wakapewa nchi ya Gosheni na baba yao Yakobo. Biblia inasema baadaye wakageuka kuwa watumwa, wakaanza kujenga mapiramidi. Mmejifunza piramidi, mnakumbuka? Wakaona fiatua matofali, kazi za utumwa. Ghafla wakaanza kuumia, wakaanza kulia. Wakati wanaumia, wakati wanalia, Mungu akatafuta mtu ambaye akamtumia, akakosa. Bwana nibarikiwe. Katikati ya mateso, katikati ya maumivu, Mungu anasema sasa nani atawaokoa? Yaani Mungu kwa kwenye kiti cha enzi anatazama, anaona hawa watu wana shida, hawa watu wana matatizo, lakini inabidi nipate mtu ili akawatoe. Kwa akili za kawaida usipojifunza, unahisi tu hivi, kwa sababu wanalia, Mungu anawatoa kwenye kilio chao. Sasa lakini Biblia inasema alipowahurumia akaanza kutafuta mtu. Alipokosa mtu, Mungu akasema sasa azaliwe Musa. Ili weje sasa? Atazaliwa Musa ili aokoe wana wa Israeli. Ghafla Musa akazaliwa. Musa anapozaliwa, anazaliwa kama watoto wengine. Walai kupiga radi siku Musa alipozaliwa. Sasa wala hatuoni historia, tunaona tu wakati ule mtu mmoja anaitwa Abraham akaenda akamchumbia Yokebedi. Yokebedi wale ni Walawi, wakazaa mtoto, wakampa jina. Biblia inasema jina gani? Sawa? Baada ya miezi mitatu jina la Musa alipewa na nani? Na binti Farao. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema baadaye sasa Farao, Musa akalelewa kwa Farao miaka 30. Analelewa kwa Farao. Kwa nini analelewa kwa Farao? Kwa sababu Mungu anamwandaa Musa ili aje kuokoa wana wa Israeli. Kuna kitu Mungu anafanya cha kwamba kiko hivi, mazingira rahisi. Anasema hivi, kuna gharama. Tukitaka tumtoe mtu ambaye hajawahi kufika Santa Grey, tukasema tunaenda kushuhudia. Kuna mabweni hapa ndani? Kuna mabweni? Tunatoa mtu kutoka huko Tempe, tunaenda kushuhudia wapi? Santa Grey. Akifika Santa Grey hajui mabweni ya wanawake yako wapi, hajui mabweni ya wanaume yako wapi. Utashangaa tu ameingia administration, kama hajaandika neno administration hapa ameingia, ila amesema anaenda kushuhudia kina nani? Wanafunzi. Sawa?
Utashangaa tu kaingia kwenye mabweni ya wanawake wakati alijua anaenda kwa nani? Kwa wanaume. Tukipata mtu Santa Grey anajua hapa ni kwa mabinti, hapa ni kwa wavulana, hapa ni kwa stafu, hapa ni mara fulani. Mungu akaamua kumfanya Musa akalelewe kwa Farao ili siku ya kumrudisha au anajua Farao mchana huwa anakaa wapi. Akimwambia nenda, hajue nitapitia mlango wa huku, sio afike getini aanze kuuliza naenda kwa Farao, anaanza kumuuliza wewe ni nani. Hairuhusiwi kumuona Farao. Sawa? Bwana asifiwe. Akiingia mtu mgeni Santa Grey pale getini, anaanza kuuliza samani, tunauliza mabweni au Farao, wewe ni nani? Mimi ni mwanachuo, nimetoka Musi. Una kibali cha kuja hapa? Sina kibali. Haya, rudi. Akiingia mtu wa Santa Grey anapita tu. Zaleo salama. Anajua anakoenda. Wewe ukijaribu kuigiza vile, ukipita ukifika sehemu unastaki. Niende kushoto, niende kulia. Mlinzi anakuambia njoo. Unaenda wapi wewe? Wewe ni nani kwanza? Mungu akaanza kuandaa mazingira. Angalia zamu inapoanza Mungu kutafuta mtu, si tu kwamba Mungu atakutumbukiza tu utafanya. Aise, Mungu anaandaa mazingira kwanza. Sasa anataka akutumie kuokoa wenzako, anakuandalia mazingira. Ndio maana kwanza kabisa ukiwa Mpanda, kwanza kabisa ukiwa Morogoro, kwanza kabisa ukiwa mahali ulikotoka ukaja hapa, Mungu alisema hivi, ngoja niandae mpango halisi. Huyu mtu aende wapi? Santa Grey. Amen. Amina. Ngoja niandae mkakati maalum. Huyu mtu akifika Teku, huyu mtu akifika Mbeya, nitamkutanisha na watu zaidi wa kumfundisha, kwa sababu lengo la kuzaliwa kwake ana kazi ya kuokoa ndugu zake. Kuna watu nyumbani kwenu wanakufa kabla ya wakati wao. Sawa? Binti mmoja akanifuata siku moja, anasema mtumishi, yani mimi nataka kufa. Nikamwambia umejua ndio nataka kufa? Namuona hata umejuaje? Anasema kwetu tumezaliwa 7, tunakufa tu. Yaani anaanza yule wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Sasa watatu wameshakufa, nafuata mimi ndo wanne sasa. Alafu watu wanaugua kichwa, wakilia kichwa, haipiti siku 3 anakufa. Sema kakaangu amekufa mwezi uliopita, alikuwa mwalimu wa shule ya sekondari, amelalamika kichwa siku moja, ya pili wanakimbiza hospitali amekufa. Kwa hiyo nafuatia mimi. Kuna familia watu wanakufa kabla ya nyakati zao. Kuna familia watu hawasomi, ukijaribu kusoma vinashindikana. Kuna familia watu wakipata kazi huwa hawafanyi maendeleo. Sawa? Yaani ukiweza ukavuka kikwazo cha elimu, mbele kuna mtego usipate kazi. Kuna familia waolewani, kuna familia waoaji. Katika ile familia Mungu anasema hivi, sasa anatakiwa asaliwe mwokozi wa familia, anatakiwa asaliwe mtu ambaye atasimama kwenye hiki chuo, atasimama kwenye hili kanisa, atasimama kwenye hili taifa la Tanzania, atasimama kwenye bara la Afrika, lakini lazima aandaliwe. Na kwa sababu ana kazi ya kusimama Afrika, kuna wakati fulani tutampeleka Ulaya, lakini lengo sio kwamba akae Ulaya, anaenda kuandaliwa alafu baadaye atarudi Afrika. Bwana asifiwe. Amen. Musa akakaa miaka 30 kwa Farao. Miaka 30 anajifunza lugha ya Kimisri. Miaka 30 anajifunza mila na desturi, lakini usisahau Musa alipata neema ya kulelewa na mama yake. Sasa yaani kuna wakati fulani hivi ukikosa malezi sahihi utapitilizia usikosa sahihi. Sasa Musa alipata neema ya kulelewa na mamake. Kakiwa katoto kadogo, anasema wao mtoto wao nyamaza, anakachekelea. Kalipopata ufahamu akaanza kuambia wewe sio Misri. Sasa uko hapa kwa Farao, wewe wala sio mtoto wa Farao. Sawa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na wewe ni mwizi. Mwanangu, tulikuja hivi. Mama analea mtoto, anaitwa Yokebedi yule mama. Biblia inasema Musa alipofikisha miaka 30 akaazimu kwenda kuwatazama ndugu zake. Mwakusoma? Akaenda akakuta Misri mmoja anampiga Misri, akamuua akamfukia kwenye mchanga. Alishajua mimi sio nani? Misri.
Kuna watu wameokoka, wako duniani, hawajajua ya kwamba wana mission maalum. Sasa wanataka wapotelee duniani. Sawa? Kuna mtu ameletwa St. Andrew, ana mission maalum. Yaani kuna specific task unayo. Mungu anataka akushepu, ukimaliza tu chuo ukafanya hiyo kazi. Ila unaweza ukapotelea kwenye elimu unayosoma sasa. Ile task maalum hautaifanya. Sawa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na usipokuwa makini utamaliza chuo na utaenda kujiunga na ndugu zako ambao hawapataji kazi. Na utajoin. Na utajiunga na ndugu zako na wewe utafikisha miaka 35 unasema bado mmoja tu na mimi nife. Sababu anakufaga na miaka 36. Ndio historia ya kweli. Sio? Bwana asifiwe. Yesu asifiwe watu wa Mungu. Biblia inasema hivi, Musa alipata malezi, maandalizi. Huyu ni Mwokozi, amezaliwa ili akawatoe ndugu zake. Alipozaliwa ili akawatoe, Biblia inasema hivi, Musa amelelewa vizuri, ameandaliwa vizuri. Siku ya pili anaenda kuambia ndugu zake wenyewe. Akakuta Myahudi na Myahudi anafanya nini? Wanapigana. Akamwambia, ndugu, msigombane. Yule jamaa mmoja akamwambia, wewe nani alikufanya wewe maamuzi kati yetu? Unataka uniue mimi kama ulivyomuua yule Misri? Ikaonekana kumbe habari zimesambaa. Biblia inasema Musa akakimbilia Midian, akaenda kujificha. Akatoroka kutoka wapi? Misri. Alipotoka Misri akaenda Midian, akawa mchungaji. Kwa hiyo kunapotoka asubuhi anaenda kuchunga, anarudi jioni. Kunapotoka asubuhi anaenda kuchunga, anarudi jioni. Mungu anasema hivi, nataka muda na wewe. Sasa katikati ya maandalizi ya ukombozi, katikati ya maandalizi, hauwezi tu kutoka hapa kifua mbele unasema nilikwenda chuo, nimeokoka huko, nimejiunga na kazi, sasa nimekuja kukomboa familia. Watakukomboa wewe mwenyewe, nikwambie. Sawa? Usio unakurupuka tu, unatoka tunaenda kwa baba, wanaabudiaga miungu hapa, unaenda kusimama kifua mbele pale. Kuanzia leo haifanyi kazi, utafia hapa. Na watatupa habari wenzako. Alikuwa kwenye mti wa babu pale. Alikuwa anasema ukauke. Umejifunza kukausha miti? Unajifunza bado. Wewe unataka tu amkie kukausha. Bwana asifiwe. Mungu anataka muda na nani?